نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. فصل، يعني فصل غزوة الحديبية، vita vya Hudaybiyah wa bai'atur ridwan na bai'atur ridwan, au faslun fi ghazwati al-Hudaybiyah, fasli katika kuzungumzia vita vya Hudaybiyah. Lakini darasa iliyopita kuna sehemu tutakayorekebisha. Habari iliyopita, hii habari ya qissatul ifki, kuna khilafu ambayo ipo kama tulivyosoma, na al-Imam hapa Ibn Kathir rahimahullah ta'ala amezileta zile khilafu na tofauti za wanachuoni ambazo zipo kunako jambo hili. Akasema wakad ikhtalafa an-nasu fil jawabi an hadha, wametofautiana watu kunako jawabu katika hili. Faqala Musa ibn Uqba, akasema al-Imam Musa ibn Uqba, huni katika wanachuoni waliotangulia zamani, amefariki mwaka 141, fima hakahu al-Bukhari anhu, katika yale ambayo amesimulia al-Imam al-Bukhari kutoka kwake. Al-Imam al-Bukhari amenukuu, amesimulia kutoka kwa al-Imam Musa ibn Uqba, kwa kuwa al-Imam Bukhari ni katika waliokuja baadaye. Yeye ni mtu wa 256, amefariki mwaka 256. Kwa anasema inna ghazwat al-Muraisi', hakika vita vya al-Muraisi' ambavyo ndio vita vya Bani al-Mustaliq, kanati fi sanati 40, vilikuwa ni katika mwaka wa 4. Wa hadha khilafu al-jumhur, na hii ni khilafu, ni kinyume na jumhur. Tukasema kwamba jumhuri inaona ni mwaka wa 6, lakini sahihi jumhuri ya ulama wanaona vita vya Bani al-Mustaliq vilikuwa ni mwaka wa 5. Jumhuri ya ulama, wanawachuoni wengi wanaona vilikuwa ni mwaka wa 5, lakini al-Imam Ibn Kathir yeye ameona ni mwaka wa 6. Na ndio maana ukisoma huko mwanzo yanasema ya kwamba vilikuwa ni mwaka wa 6 vita vya Bani al-Mustaliq fi Shaaban min as-sanati as-sadisa, lakini jumhuri ya wanawachuoni wanaona vilikuwa ni mwaka wa 5. Sawa. Sasa ishkali inakuja kwa mwenye kusema kwamba vita hivi vilikuwa ni mwaka wa 6. Kwa nini? Kwa kuwa anaonekana Saad ibn Muadh bado yupo hai, na hali ya kuwa yeye alishafariki tangu kule katika vita vya al-Ahzab kama alivyotaja. Sawa. Ndio anasema thumma fil hadithi ma yanfi ma qala, kisha katika hadithi kuna yale yanayokanusha aliyoyasema, au ma yunafi ma qala, hadithi aliyoitegemea ipo kinyume na yale anayoyadai kwamba vita hivyo vilikuwa ni mwaka wa 4. Sawa. Kwa hiyo ishkali itaondoka kwa kusema ya kwamba vita hivi vilikuwa ni mwaka wa 5 katika mwezi wa Shaaban, kisha mwaka wa 5 huo huo katika mwezi wa Shawwal ndio vikatokea vita vya Ahzab. Tumeelewa hapo? Ndio itaondoka ishkali. Mwaka wa 5 mwezi wa Shaaban vilitokea vita hivi vya Bani al-Mustaliq, kisha mwaka wa 5 mwezi wa Shawwal, yani miezi miwili mbele, vikatokea vita vya Ahzab. Ndio maana Saad ibn Muadh alikuwa bado yuko hai mpaka katika vita vya Ahzab ndio akafariki. Kwa vita hivi vilikuwa ni kabla ya Ahzab. Sawa. Maana hapa anasema li'annaha qalat, kwa kuwa yeye Aisha alisema, wadhālika ba'da ma unzila al-hijab,
na hiyo ni baada ya kuteremshwa aya hijabu. Na aya hijabu wanafutuona umetofautiana, kuna unasema ni mwaka wa 5, unasema ni mwaka wa 4, kuna unasema ni mwaka wa 3. Alhasil, jumhuri ya ulama wanaona vita hivi ni mwaka wa 5, lakini al-Imam Ibn Kathir imepita kwa mwaka wa 6. Kwa ishkali ndio inakuja hapo sasa. Sawa. Na huko wanasema qala Abu Muhammad ibn Hazm wa hadha as-sahih alladhi la shakka fihi, na hili ndio sahihi ambalo halina shaka ndani yake. Wadhālika indana wahmun, na hilo kwetu sisi kuna kutatiza. Wa basata al-kalama, iko hivyo hapo. Wa basata al-kalama, na akayakunjua maneno. Fi dhalika, katika hilo, ma'itirafihi, pamoja na kukiri kwake, bi anna dhikra Sa'di jaa min turuqin sahihi, na kwamba utajwa wa Sa'd ibn Muadh umekuja katika njia zilizo sahihi. Tuendelee. Ilikuwa ni hapo kutaka kurekebisha.